Mtito TV, Jena Mtito TV, Jena Mtito TV, rafiki namba moja wa burudani na michezo. Rafiki namba moja wa burudani na michezo. Baada ya kuwa kimya kwa muda kadhaa sasa kuhusiana na sakata la dabi, hatimaye wekundu wa Msimbazi Simba nao wamejibu mapigo. Ndio, katika taarifa yao kwa umma, wekundu wa Msimbazi Simba, kati ya yale walioeleza kwa mashabiki wao, kwa wapenzi, wanachama, lakini pia kwa umma, Simba wamesisitiza mambo kadhaa, lakini kubwa zaidi ni kwamba kwanza wao dabi iko pale pale na kwamba wanaendelea kujifua, kujiandaa kwa ajili ya mechi hiyo dhidi ya watani zao wa jadi Yanga. Ikumbukwe mechi hiyo Yanga ndio wenyeji. Mechi ya mzunguko wa kwanza Simba walipoteza kwa bao moja bila, bao lilotokana na kujifunga kwa mchezaji wao Kevin Kijiri. Lakini sasa mechi hii ya mzunguko wa pili awali ilipangwa kuchezwa Machi 8 mwaka huu, sote tunakumbuka vizuri, lakini bodi ya ligi wakaiahirisha na kuipangia tarehe nyingine ambayo ni hii Juni 15. Wananchi Yanga ambao ni wenyeji katika mechi hiyo mara kadhaa wamekuwa katika mgongano na bodi ya ligi, chanzo chake kikiwa ni mechi hii ya dabi ambayo awali ilipaswa kuchezwa Machi 8, lakini sasa imeahirishwa na kupangiwa Juni 15, ikiwa katikati yake kuna mvutano mwingi. Mvutano ambao unatokana na ukweli kwamba mechi hiyo ya Machi 8 ni Simba ndio ambao walianza kulalamika juu ya kile kilichowakuta Machi 7, siku moja kabla ya mchezo. Katika siku hiyo Simba inafahamika wazi kwamba siku ya Machi 7, siku moja kabla ya siku ya mchezo, walikwenda kwenye uwanja wa Benjamin William Mkapa jijini Dar es Salaam kwa ajili ya kufanya mazoezi, ikiwa ni kutekeleza haki yao ya kikanuni. Kanuni za ligi kuu Tanzania bara msimu 2024 katika sura ya 5 kifungu cha 45 cha kanuni ya 17, kifungu cha 45 kinatoa ruhusa haki kwa timu ngeni kufanya mazoezi kwenye uwanja utakaotumika kwa ajili ya mchezo siku moja kabla. Lakini siku hiyo, kwa maelezo ya Simba ambayo baadaye alikuja kuibua hili sakata linaloendea sasa la dabi ya Kariakoo, ni kwamba walieleza walikutana na kipingamizi, wakazuiwa kuingia kufanya mazoezi na wale waliotuhumu kwamba ni mabaunsa wa Yanga. Lakini nini kilichofuata? Katika siku iliyofuata ambayo ni Machi 8, bodi ya ligi wakaahirisha mchezo huo na kueleza kwamba wataupangia siku nyingine. Wakati bodi ya ligi ikiahirisha mchezo huo namba 184, ilitumia kanuni ya 34 juu ya kuahirishwa kwa mchezo miongoni mwa kanuni za ligi kuu Tanzania bara msimu huu wa 2024-25. Kanuni hiyo ya 34 katika kifungu cha 1.3 kama uonavyo hapo ndugu mtazamaji, kinaeleza juu ya sababu za kuahirishwa kwa mchezo. Katika sababu hiyo inaelezwa kwamba ni hii ya kifungu hicho ni dharura ama sababu ya msingi inayokubaliwa na TFF. Sasa bodi ya ligi ikaahirisha mchezo kwa kutumia kanuni hiyo. Mgogoro ukaja kuibuka hasa kutoka kwa watani wa jadi wa Simba ambao ni Yanga, kwamba bodi ya ligi haikuwa na sababu za msingi za kuahirisha mchezo huo, ikikumbuka kwamba katika kanuni za ligi kuu Tanzania bara, kanuni hiyo ya 17 ambayo inaelezea juu ya haki ya timu ngeni kufanya mazoezi kwenye uwanja utakaotumia kwa ajili ya mechi siku moja kabla ya mchezo, kanuni ya hiyo ya 17 kifungu cha kanuni ya 17 ya sura ya 5 ya kanuni za ligi kuu Tanzania bara, kifungu cha 62 kinaainisha juu ya adhabu ambazo wanapaswa kupewa klabu ama mtu pindi anapobainika kwamba amezuia kwa mfano kufanyika kwa mazoezi kwa timu ngeni. Adhabu hizo ni zipi? Kati ya adhabu hizo ni pamoja na faini ya shilingi milioni 1 mpaka milioni 2, lakini likiwa tukio la kujirudia basi faini ni kati ya shilingi milioni 5 mpaka milioni 10. Lakini bodi ya ligi haikutumia kifungu hicho. Badala yake ilikwenda kutumia kanuni ya 34 kifungu cha kwanza 3 kilichotoka kueleza ambacho ni juu ya sababu ya kuahirisha mchezo ambayo ni dharura ama sababu ya msingi inayokubaliwa na TFF. Sasa hilo likaibua sintofahamu kwa muda mrefu sasa, tangu Machi 8 ambayo ilipaswa kucheza mechi hiyo, ambayo licha ya bodi ya ligi kuahirisha, wapinzani wa Simba, watani wao wa jadi Yanga, walikwenda uwanjani na kuhamasisha mashabiki wao kuendelea kwenda uwanjani kwa sababu hakukuwa na sababu ya kuahirishwa kwa mchezo huo kikanuni. Na kweli walikwenda, lakini mchezo haukuchezwa kama inavyofahamika kwamba wenye kusimamia ligi hii
bodi ya ligi walikuwa tayari wametangaza kwamba mchezo huo umeahirishwa. Kilichofuata, Yanga wakaanza harakati za kutaka wapewe pointi 3 na mabao 3. Wakaiandikia bodi ya ligi, lakini baadaye katika harakati zao hizo walienda katika mahakama ya usuluhishi wa michezo CAS, ambayo yenyewe ilitoa mwongozo kwamba haina mamlaka ya kushughulikia swala hilo. Badala yake Yanga wakatakiwa watumie mamlaka zilizopo nchini kuhusiana na mpira wa miguu. Labda baada hapo ndipo swala hilo kwenye ngazi ya rufaa liende kwao, kwa sababu wao hawashughulikii sakata hilo kwa ngazi iliyokuwa imefikiwa. Lakini Yanga baada ya hapo wakatoa taarifa kwa umma kwamba hawatalipeleka swala hilo kwenye mamlaka za mpira wa miguu nchini ambao ni bodi ya ligi, kwa sababu wanaamini bodi ya ligi haiwatendei haki na hivyo hawana sababu, bali wao hawachezi dabi hiyo tena. Lakini bodi ya ligi ndipo ikapanga Juni 15. Na kisha nini kinachoendelea mpaka sasa? Tunafahamu ni kwamba Yanga wameshikilia msimamo wao kwamba hawatacheza dabi hiyo kwa sababu kuna maombi, matakwa yao waliwapelekea bodi ya ligi yafanywe kazi ndipo waweze kucheza. Bodi ya ligi imesisitiza kwamba dabi iko pale pale, na hiyo ni baada ya kukutana na Yanga kwenye makao makuu ya bodi ya ligi Ilala Mafao House jijini Dar es Salaam, ambapo baada ya hapo Yanga wakasisitiza dabi hawatacheza, wapo kwenye msimamo wao. Na taarifa hiyo ilitolewa na kamati ya utendaji ya Yanga kwa umma kupitia kwa mkuu wake wa idara ya habari na mawasiliano kwa umma Ali Kamwe. Lakini bodi ya ligi nayo kupitia kwa afisa mtendaji mkuu CEO Bwana Almasi Kasongo ikasisitiza dabi iko pale pale, kwa sababu miongoni mwa maombi au matakwa ya Yanga baadhi yake hayatekelezeki kwa muda huu mfupi, kwa sababu mengineyo yanahitaji hata mabadiliko ya katiba. Matakwa hayo bodi ya ligi kupitia kwa CEO wake Kasongo ikayataja ni kutaka kujiuzulu kwa CEO huyo Almasi Kasongo kwa maana afisa mtendaji mkuu, lakini pia kuvunjwa kwa kamati ya uendeshaji ya bodi ya ligi ndani ya saa 72, lakini pia kujiuzulu kwa katibu mkuu wa TFF, lakini pia kuifanya bodi ya ligi iwe chombo huru na kinachojitegemea. Jambo hilo likaendelea kuzua mgogoro. Tunafahamu vizuri Yanga wakajibu na kusema kwamba wao wanafahamu ile ya bodi ya ligi kuwa chombo huru si swala la haraka, ni la muda mrefu, linaweza kuanza hata msimu ujao 2025-26, lakini mambo mengine wakasisitiza yafanywe na bodi ya ligi ndipo wacheze. Lakini wakati sintofahamu hiyo ikiendelea kati ya Yanga na bodi ya ligi, Simba wameibuka leo hii, wametoa taarifa kwa umma wakisisitiza kwamba wao wanatambua dabi iko pale pale, dabi ya Juni 15. Lakini sio hilo tu, wakafahamisha kwa umma kwamba ligi kuu ina klabu 16, hivyo klabu moja peke yake haiwezi kuwa sababu ya yote yanayotokea, ni lazima kanuni ziheshimiwe. Lakini kubwa zaidi ambalo hili sasa ni kwa bodi ya ligi bila shaka, nalo ni kwamba Simba imetaka bodi ya ligi wakati ikiahirisha mchezo ule wa Machi 8, ikiwa ni kutokana na kile walichokumbana nacho Simba Machi 7, siku ambayo walikwenda kufanya mazoezi halafu wakazuiwa kufanya mazoezi kama walivyoeleza na wale waliotuhumu kuwa ni mabouncer, ni kwamba bodi ya ligi ilieleza kuna baadhi ya mambo yanahitaji uchunguzi zaidi na taarifa itatolewa. Sasa Simba wametaka bodi ya ligi itoe ripoti ya uchunguzi wa swala hilo kwa umma, na ili waliohusika wachukuliwe hatua kwa maslahi ya mpira wa miguu, kwa sababu kutofanya hivyo haitakuwa sawa. Lakini jambo hilo ndilo ambalo pia Yanga kwenye kati kadhaa wameitaka bodi ya ligi kupitia hata mashabiki wao kwamba kile kilichoelezwa kwamba ni uchunguzi basi kiwekwe hadharani kwamba nini kilitokea katika siku hiyo. Na kwa kufanya hivi bila shaka bodi ya ligi itakuwa imejiondoa katika zile tuhuma kwamba ilitumia busara baada ya kutumia kanuni. Maana kanuni za ligi kuu sura ya 5 kanuni ya 17 kifungu cha 62 kilieleza juu ya nini cha kufanya endapo kuna mtu au klabu inazuia timu ngeni kufanya mazoezi. Bila shaka kwa ile kanuni iliyotumika ya 34 kifungu cha 1.3 kwamba iliahirisha mchezo kwa sababu ya dharura ama sababu ya msingi inayokubalika na TFF, bila shaka sababu hiyo ya msingi, dharura hiyo, ni wakati sasa wa bodi ya ligi kwa kutumia uchunguzi uliofanyika kubaini kile kilichotokea na kusababisha mpaka mchezo uahirishwe. Inawezekana ukajiuliza,
hapa ni wapi? Hapa ni Kisasa Dodoma, na hii ni Brand Hotel. Je, unatafuta mahali pa kukaa wakati wa weekend au safari zako za kikazi? Basi unapofika Dodoma, ichague Brand Hotel. Ni hoteli ya kifahari, chaguo kamili kwako, yenye mandhari nzuri ya kuvutia. Tunajivunia huduma bora ya malazi, chakula na vinywaji. Utapata free breakfast, free wifi, free swimming pool. Vyumba vyetu ni vya kisasa na vifaa vya kipekee vinavyofanya siku yako kuwa ya kufurahisha na yenye kumbukumbu nzuri. Pia tuna kumbi za kisasa kwa ajili ya shughuli mbalimbali na garden ya kupigia picha. Tunapatikana Kisasa, Dodoma, Tanzania. Fanya booking online kupitia booking.com. Wasiliana nasi kwa simu namba 0773467756. Email brandhotel14@gmail.com. Brand Hotel, tunaamini kwenye ukarimu na huduma bora.